Ni siku 175 toka kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima lifungiwe, na siku ya jana Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba kutangaza kuwa kanisa hili lifunguliwe na lianze kufanya shughuli zake rasmi. Siku hii ya leo mkuu wa wilaya ya Ubungo amefika katika eneo hili na kukagua ndani ya kanisa hili, na baada ya hapo akazungumza na waandishi wa habari kwa kile ambacho amejionea ndani, ikiwemo milango kuvunjwa. Na baada ya hapo pia mkuu wa utawala na fedha wa makanisa ya Ufufuo na Uzima Tanzania Askofu Baraka Thomas Tege naye amezungumza na waandishi wa habari kuhusiana na kile ambacho amejionea kwa siku hii ya leo hapa katika kanisa la Ufufuo na Uzima Ubungo. Hawapo wamekwisha. Saluti majeshi. Bwana ndio jina lake. Ulioikuta wakati unakukabidhi. Nataka nini kujua? Taarifa nzima ya ziara yako hapa leo. Mimi nawashukuru jamani. Mimi nimefika hapa mkuu wa wilaya ya Ubungo kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu aliyotoa siku ya jana alipofanya ziara katika wilaya yetu ya Ubungo kupitia waziri wa mambo ya ndani, ambapo waziri wa mambo ya ndani ameniagiza nifike hapa kuja kukutana na jeshi la polisi ambao walikuwa katika eneo hili wakiendelea na shughuli zao za kawaida za ulinzi, na kutoa taarifa rasmi kwamba eneo hili ibada zinapaswa ziendelee kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini niliona sio vyema na ni busara mimi mwenyewe binafsi nikafika kujionea hali ilivyo kwa kipindi hiki ambapo kulikuwa hakuna shughuli zote za ibada. Na namshukuru mchungaji pamoja na timu yake, tumeongozana, wamenionyesha hali ambayo iko ndani. Kuna baadhi ya maeneo nimejionea mwenyewe, kuna baadhi ya milango ambayo inaonekana imevunjwa. Kwa najua na nataka hili niliweke vizuri ili lisitoe nafasi ya kuleta misuguano, kwamba sasa nimwagize baba mchungaji hapa pamoja na timu yake kwa taratibu kabisa, wao wakae wapitie eneo lao lote waangalie, kwa sababu kwa maelezo ambayo alinipa awali na hata mara ya kwanza tulipokutana wakati wanatoka katika eneo hili hakukuwa na makabidhiano. Kwa hata leo ndio maana unaona hakuna anayetumia neno makabidhiano, si ndivyo? Kwa sababu maelekezo ni kuruhusu shughuli za ibada ziendelee hapa. Kwa mimi nimwombe baba mchungaji pamoja na timu yao watakaporudi hapa kwa utulivu, wao waangalie hali ambavyo waliacha katika mazingira walioacha na hali ambavyo waliikuta, na waniletee mimi taarifa rasmi ya kile ambacho wamekutana nacho. Wasiwe na wasiwasi wowote au woga wowote kuja ofisini kwangu kuniambia bwana mkuu wa wilaya, baada ya wewe kufika katika eneo lile na sisi kurudi kwa ajili ya ibada, hali halisi tulioikuta sisi ni hii hapa. Baada ya hapo kutakuwa na maelekezo ambayo nitayatoa kwa namna ambavyo watakuwa wamefika kwangu. Nafanya hivi kwa lengo moja tu, kwamba ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Ni lazima tusikilize wananchi. Sasa siwezi juzi tu Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo ya kusikiliza, alafu mimi nifunge milango ya kuto kusikiliza nini ambacho baba mchungaji atakuja kuniambia. Kwa mimi nitakuwa tayari kupokea na kusikiliza kutoka kwao baada ya wao kuwa wamerudi katika eneo hili. Lakini pia vile vile jambo la pili, niliona baadhi ya watu baada ya tamko lile kutolewa, kuna watu wengine walishukuru, wengine wakakebehi, wengine wakafika mahali wakasema kwamba huu ni mtego wa kumtafuta mchungaji Gwajima. Hapana, maelekezo haya ni ya serikali na yaheshimiwe. Kila mtendaji anayehusika kusimamia maelekezo ya serikali atekeleze wajibu wake. Hilo ndio la muhimu. Asije akatoka mtu akapotosha maelekezo ya waziri mkuu au maelekezo ya Mheshimiwa Rais na kuja kuleta jambo ambalo lingine tofauti. Si umeona sasa. Lakini Mheshimiwa DC, mbali labda na milango kuvunjwa, kwa mujibu wa mchungaji wakati tunatembea naye, kuna vitu vingine ambavyo kwake pia vimemshangaza tofauti na milango tu? Labda kama tunajua ile kanisa kuna labda sadaka, kuna vifaa vya muziki na mali nyingine. Sasa mshangao sio kitu unachokipima kwa macho. Sasa ukiniuliza kama nimeona mchungaji ameshangaa, nikimaanisha ni kwamba ameona kitu cha tofauti na walivyoacha au kawaida ilivyozoeleka. Sasa ndio najiuliza, yani mimi nawezaje kujibia yule ameona nini? Wakati tuko ndani kuna baadhi ya watu walituingiza kwenye chumba cha self, wanasema ni cha fedha.
lakini wakasema ile self imevunjwa. Kwa hiyo pia labda maana tumesema hivi kwamba baba mchungaji na watu wake watarudi. Tusiwaweke kwenye pressure ambayo ni unnecessary. Kuanza kumwambia ulikuta nini, ukukuta nini, ukufanyaje. Yeye atafanya tathmini yake kwa utaratibu wake na kwa nafasi yake. Si ndivyo? Kama kuna sefu, kama kuna hiki, baada ya yeye kuwa amejiridhisha, tutapata hiyo taarifa. Kwa sababu sasa hivi tutaenda kutoa taarifa ambazo ni za kufikirika. Umeelewa kwamba kulikuwa kuna sasa hajajua, yeye ndio kwanza amefika na umemwona hapa. Hata kukagua tu hajakagua, tumetembea. Umeelewa? Ukaguzi ni kitu ambacho ni systematic. Amekuja hapa leo mkuu wa wilaya kama mlivyoona, na tumepita kule chini kuangalia maeneo ya kanisani. Kwa kweli kule chini maofisini, kule juu milango imevunjwa na vitu vingine vitakuwa havipo. Kwa hiyo jambo saizi la kwanza ni kwamba tunataka tufanye ukaguzi kwa undani sana bila haraka, kwa sababu hali ambapo ilivyokuwa siku ya tarehe 2 walipokuja kutuondoa mahali hapa, ilikuwa tuko kanisani kwenye ibada na hapakuwa na muda kukabidhiana. Kwa tuliacha tumefunga ofisi zetu kule chini, lakini leo tumekuta kule chini kila ofisi imevunjwa. Kwa tunajiuliza kwamba je, ilikuwa tumefunga kanisa au kulikuwa na mambo mengineyo? Kwa sababu kama ni kufunga kanisa, milango ya ofisi sijui kama pia ilifungiwa. Sasa kwa hiyo tunataka tufanye tathmini. Tumeomba awepo hapa mwenyekiti wa mtaa anakuja na kamati ya mtaa anakuja na baadhi yetu wachache wetu tutafanya ukaguzi ili tufanye tathmini ya uharibifu uliotokea, tujue sasa kipi kipo na kipi hakipo na nini ifate baada ya hapo. Amen. Tathmini ya nini kipo, nini hakipo, kwa nini hakipo. Sababu hii sehemu ilikuwa inalindwa masaa 24 na magari ya polisi ya washawasha. Kwa hiyo na nilisema ile siku nadhani ya tarehe 10 mwezi wa 6 kwamba ulinzi wa hapa uko chini ya mikono ya polisi. Kwa hiyo chochote ambacho kitakuwa kimepotea, kimeharibika, jibu la aliyefanya kipotea au kiharibike ni yule ambaye alikuwa analinda. Kwa hiyo tunataka tufanye tathmini bila haraka. Mtupe nafasi tufanye tathmini. Mwenyekiti wa mtaa anakuja na kamati yake, tutapita kule chini na waandishi wa habari wataona pia, kwa sababu vitu viko wazi. Na baada ya hapo tutafanya sasa usafi wa maeneo yetu, usafi wa kimwili na usafi wa kiroho.